Karibuni ndugu zangu katika mdahalo wa leo ambapo tungependa kuzungumzia jinsi Kiswahili imeweza kukuza redio zetu hapa nchini. Kwa mfano tuna vipindi ambavyo kuna patanisho Gidi na Ghost ambacho ukuja kila siku ya asubuhi pale Radio Jambo. Roga Roga ambayo ukukujia kila siku ya Jumapili pale Radio Citizen, na Je Huu Ni Ungwana, kipindi ambacho kiliendeshwa naye mwenda zake Leonard Mambo Mbotela. Tukianza, ningependa kuwajulisha kuwa mwendesha mdahalo wa leo atakuwa mimi hapa, mwenzenu Moses Owino, na tukianzia kipindi cha kwanza ambacho ni Gidi na Ghost patanisho pale Radio Jambo. Unapata kipindi hichi kila siku ya juma. Ukiwasha redio yako utaweza kuwasikiza jinsi wanavyozungumza kuanzia kipindi chao cha kwanza mpaka pale ambapo utafika mpaka patanisho ambacho ukuja saa 3 asubuhi. Kwa hivyo ningependa kuuliza ndugu wenzangu, kipindi hiki kimewezaje kusaidia redio zetu kukua hapa nchini, na kupitia vipindi hivi tumeweza kuelewa nini? Ningependa tuanze na mwenzangu hapa. Kwa jina ni Wesonga Brand, mimi ni mmoja wa wanachama wa kikundi hiki cha 3, na kwa kuzingatia kipindi cha patanisho ambacho kinaendeshwa na wataalamu kama vile Gidi na Ghost, unapata kuwa matumizi ya Kiswahili yanaonekana wakati ambapo redio wanatumia Kiswahili cha mazungumzo. Vipi? Katika patanisho unapata kuwa ni rahisi sana kuelewana na watu, kwa sababu yale mazungumzo ya moja kwa moja toka kwa mhusika, wale ambao wanapatanishwa, ambao ni bibi na bwana ama ndugu na dada ambao wamekosana kwa jambo moja ama jingine. Unapata kuwa Kiswahili cha mazungumzo kinawaleta pamoja. Ule muathiriwa anaeleza shida zake, anaelezea Gidi na Ghost, wanamsikiza. Sasa kufuatia hayo mazungumzo wanaweza kumfikia yule ambaye anataka kupatanishwa na yeye. Anapoelezewa ni mtu fulani amepiga simu anataka hivi na hivi, kupitia yale mazungumzo yule anaelewa, yule ambaye amepigiwa simu, na yeye atachagua iwapo atakubali kuzungumza na yule ambaye amepiga simu au la. Na kwa jambo moja ama jingine unapata kuwa yale mazungumzo yanaletwa pamoja, sasa yanakuwa baina ya watu watatu ambaye ni Gidi na Ghost. Hapo tunauita kama mtu mmoja juu wale ni wataalamu, then mwathiriwa na yule ambaye anataka kurekebishiwa makosa, iwapo ni ndugu ama dada. Kupitia yale mazungumzo ya pamoja unapata kuwa kuna maelewano. Sasa redioni wanapotumia hiyo, tunapata kuwa mambo yote yanakuwa sawa na patanisho zote zinaenda sambamba. Unapata watu wanaelewana. Hii ndio maana unaona patanisho zipo kila siku, zimeratibiwa mwendo wa saa 2:30. Naam, kila siku. Sasa ikiendelea kukua sambamba, unapata kuwa wale watu wengine ambao wana makosa, wamekosana na watu wao kwa njia zisizoeleweka, wanaamini kuwa kulingana na mazungumzo ya awali tutaleta mazungumzo yetu na mambo yatakuwa sambamba na tutarekebisha makosa mahali ambapo yamefanyika. Hiyo ni kulingana na patanisho inayoendeshwa na wataalamu kama vile Gidi na Ghost. Naam. Naomi Otieno, mmoja wa kikundi cha 3. Kurejelea swala au mada ya leo, naweza sema kuwa Kiswahili inatumika, na tunaona njia ambayo inatumika katika patanisho, ambayo ni kipindi inachoendeshwa na Gidi na Ghost pale Radio Jambo kila asubuhi. Kuna msemo na methali ambayo hutumika katika mazungumzo haya. Tunapata kwamba wapenzi ambao wamefika pale studioni wakitaka kurudiana kwa kuwa walikuwa wamekosana na wamepeleka ujumbe huu pale studioni wasaidiwe kutatua shida yao au mapenzi yao, Kiswahili inatumika, methali na misemo. Tunaangazia jambo hili kwa kuona kuwa inatumika kufundisha na kusisitiza umuhimu wa amani.
tunapata Gidi au Ghost pale anaweza kumwambia yule ambaye anataka kurudiana na mpenzi wake ya kwamba utengano ni udhaifu na umoja ndio ngao. Pale tutapata kwamba mwathiriwa au yule mpenzi ambaye alikuwa amekosana na mwenzake anaweza akaielewa jambo hili au methali ambayo imetumika kujua ya kwamba kweli hawafai kutengana ila kuwa pamoja. Nimeshukuru sana, asante. Langu jina Andala Jane, mmoja wa kikundi cha 3, na tunapata kuwa Kiswahili inatumika katika patanisho kutuliza hisia. Wanatumia msamiati tofauti tofauti kama vile samahani, tafadhali na hata tunaomba radhi. Kwa mfano tunapata pale katika patanisho wataalamu kama Gidi na Ghost, tunapata wakati wanajaribu kupatanisha waliokosana, kwa sababu madhumuni makuu ya hii patanisho ni kusawasisha mambo kati yao ili watoke hapo kama wamepatanishana. Kwa mfano unapata kama walikuwa wamekosania, kwa mfano ni mahusiano yao ilikuwa na shida mahali, tunapata kama mwingine labda alikuwa amedanganya kwa kuenda kwa kujaribu kukuwa na mahusiano na mtu mwingine. Tunapata anatumia neno kama niwie radhi, haikuwa kwa maksudi, nilifanya hili kosa kwa kuingia katika kufanya hili tendo la ndoa na huyu mtu mwingine. Tunapata baada ya hapo huyu mwenye amekosewa anapata kutulia kihisia, hisia zake zinarudi chini, hasira zinapunguka, anapata kukua mpole na yule kwa kuwa amekuwa mnyonge na amekubali makosa yake. Tunapata wanakuwa sawa katika hiyo katika mahusiano yao. Asanteni. Brian Tindi, mojawapo wa wanachama. Tunapangazia Kiswahili katika radio Jambo, ambao wataalamu kama vile Gidi na Ghost wanapopatanisha watu na familia. Kwanza kabisa kipindi hiki ni cha ushauri na sana kupatanisha familia. Kwa hivyo watu wanapoambatanishwa ni kutoka tabaka mbalimbali ambao wanaambatisha. Kwa hivyo lugha mzeto uchimbuka, mchanganyiko wa lugha kama vile Kiingereza na Kiswahili hutumika. Mfano, Gidi anapoongea anachanganya lugha. Utapata anatumia mfano kama marriage, alafu tingine tena anachanganya tena ndimi Siago Kevin, mmoja wapo wa wanachama. Nikizingatia kwenye Kiswahili, jinsi Kiswahili kinavyotumika katika Gidi ama ule mdahalo ambao unaendelezwa na Gidi la Ghost asubuhi ambao ni upatanisho. Kiswahili husaidia sana katika kusuluhisha migogoro. Manake sana haswa kwa mapenzi migogoro huchipuka zaidi. Manake unapata mmoja yuenda nje, mwingine sema labda kuna mambo ambayo waliahidiana ambayo hayajafanywa katika familia. Hapo ndipo unakuta moja kwa moja wampelekana katika redio ya Jambo asubuhi pale kwa Gidi la Ghost. Kiswahili kinasaidia sana kusuluhisha maneno. Manake unapotumika Kiswahili ni rahisi sana watu kuelewana. Ni rahisi sana kuleta mmoja ambaye amekosewa na yule ambaye amekosa, kuwaleta pamoja. Manake ukitumika Kiswahili, yule ambaye amekosa atakubali makosa yake, kwa sababu lugha hii ni rahisi sana kwa wote wawili kuelewa zaidi na kuelewa kwa weledi. Atakapokubali makosa, yule wa pili ambaye labda alikosewa, labda anasema kwamba alikosewa, atachukua ile hatua na kusema labda ataomba msamaha,
ndipo nasema Kiswahili hiki hutumika katika kipindi hiki kusuluhisha migogoro ambayo badala yake ungetumia labda lugha ya Kizungu ambayo ama lugha ya Kimombo ambayo labda mmoja ama mwingine angeielewa. Unatumika Kiswahili, manake Kiswahili katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kinakuwa kimeenea zaidi, na Radio Jambo ni moja, ikiwa ni redio mojawapo ambayo iko katika Afrika Mashariki. Kiswahili hiki kitasaidia sana katika kusuluhisha migogoro katika familia, iwe ya mapenzi, iwe ya familia ya mandugu kukosana pale Radio Jambo. Nashukuru. Amelia Nekesa, mmoja wa kikundi hiki. Tukiangazia pale kwa Radio Jambo, kipindi ambacho kinaendeshwa na wataalamu Gidi na Ghost, tunapata katika Kiswahili, katika mazungumzo yao wanatumia Kiswahili rahisi ambayo inaweza kueleweka na watu wote nchini. Ni kwa sababu watu wengi wao ambao wanaingia katika kipindi kile wakileta matatizo, malalamishi yao kuhusu ndoa, mapenzi, huwa wanatumia lugha rahisi, kwa sababu ni wale watu ambao tunapata wengine hawajasoma sana wakajua Kiingereza. Hivyo watu wa kipindi hiki cha Radio Jambo wanatumia Kiswahili ambacho kinaeleweka na watu wote. Hivyo inafanya watu wanajieleza na kusaidika katika kipindi hiko. Hii imefanya watu wawe na watu waendelee kusikiza kipindi hii ambayo inaendeshwa na Gidi na Ghost, na pia wanasaidiwa katika ndoa yao kurudisha uhusiano ulio mwema katika familia zao. Asante. Ni Valerie Akinyi. Kwa kurejelea hiki kipindi cha patanisho. Patanisho kinajulikana kwa kujadili migogoro na kutafuta suluhu kati ya wahusika. Sasa hapa Kiswahili kinatumika kwa kuongeza ufahamu na kurahisisha mawasiliano, na inafanya pia wahusika wanaelewana kwa urahisi. Ni Eunice Adhiambo. Nikirejelea kipindi cha patanisho, wakati Gidi na Ghost wanapatanisha wahusika wawili, na labda mhusika mmoja ni Mkisii na mwingine ni Mjaluo, utapata wakati Mkisii huyu anaongea lugha yake ya Kikisii, huyu Mjaluo hatapata kusikiza. Lakini wakiongea lugha ya Kiswahili, Mjaluo atapata kusikia Kijaluo na Mkisii atapata kusikiza lugha ya Kiswahili. Sasa hivyo watapata kuelewana. Na pia nikisema kuwa mataifa mengine, Watanzania pia ushiriki katika kipindi hichi cha Radio Jambo. Sasa unapata Watanzania na Wakenya wanapata kushiriki kipindi cha Radio Jambo, maana Kiswahili ni lugha ya wote. Asante. Naam ndugu zangu, furahia hoja ambacho mlizungumzia kuhusu lahaja na hao utumika. Kusema kweli na msamiati, mfano samahani, labda walikuwa nasuluhisha mgogoro fulani. Nimefurahia sana hoja zenyu. Labda tukiangazia kipindi cha pili ambacho ni Roga Roga pale Radio Citizen. Kipindi ambacho ukuja Jumapili kuanzia saa 5 mpaka saa 8. Tutapata kuwa hii kipindi kinazungumzia sana utamaduni. Unapata mfano ngoma za Kikongo. Zilisaidia sana kueneza utamaduni na pia kuvutia wasikilizaji wengi. Unapata kuna wazee kutoka tabaka fulani mpaka vijana pia waliweza kuingia kusikiza hili rumba. Mfano rumba ambalo inaitwa Kapuka Rumba ambayo ilichezwa na Orchestra Super Mazembe. Wakati ambapo ilikuwa inachezwa pale Radio Citizen naye Uncle Fred Obachi Machoka, iliweza kusisimua sana, kwa maana utamaduni iliweza kuenezwa si Tanzania tu bali nchini Kenya na hata mataifa mbalimbali. Wenzangu, mnazungumziaje hiki kipindi cha Roga Roga katika kueneza Kiswahili? Nikianza nawe hapa kakaangu ndugu Brian, wasemaji? Asante sana. Kipindi cha Roga Roga ni kipindi ambacho kinafahamika sana nchini Kenya, hasa kwa wale wakongwe
wale watu ambao tunasema wamekula chumvi. Na kupitia Rogaroga ambayo inaendeshwa na Uncle Fred Obachi Machoka, kinaonyesha matumizi mbalimbali ya Kiswahili katika redio nchini, hasa kwa vijana pale ambapo kuna adhira ya burudani, na kwa wazee ikifika ni mambo ya rumba. Tukiendelea moja kwa moja, unapata kwamba pale redioni kwa Rogaroga wanatumia mchanganyiko wa lugha. Nasema vipi nikisema mchanganyiko wa lugha? Nasema wanatumia mambo kama vile, unaweza pata wanatumia Kiswahili sanifu, mahali kwingine wanatumia sheng, na hata Kiingereza, kwa sababu siku hizi nasikia kuwa Kiingereza ni lugha ya taifa. Kipindi hiki hutumia mchanganyiko wa Kiswahili kwa kufanya mazungumzo yawe ya kisasa na ya kuvutia. Kwa mfano, Uncle Fred Obachi Machoka anapoingia studioni, unapata nasema tuko live, mambo ni fire kabisa, tusikose vibe na show nini. Unapata kuwa inaleta ule utamu, halua, kipindi kinakuwa na ladha, mioto ile mipasho. Unapata kuna zile vitu wanacheza pale, sielewi kuwa ni vitu gani. Unapata kuwa to vibe na maboys sijui nini, hapa ni reggae na nini, wanachanganya ili kipindi kivutie. Na wanapofanya hivyo inaleta ile ucheshi. Ukisikia sijui tuko live, hapa ni nini, tuko kadi, vitu gani, unapata nasikia mwili unasisimuka. Unapata wale vijana wanakaribia, wanataka kusikiza leo anko ametuletea nini ametembea nacho kipya. Na unapata pale wanatoa hadithi mbalimbali. Wanapocheza zile burudani, wanakuja wanaingia kwa hadithi za mapenzi, kimzaha, si unaelewa? Kimzaha, unapata wanaongelea kitu fulani kimzaha ili ilete ule utani studioni, kujaa ina vibe. Kwa mfano unapata nasema alimwambia atampenda, kidogo amemblock WhatsApp, message wapi Facebook wameblokiana. Unapata ile inaleta mihemko. Sasa Kiswahili kinapotumika hapo redioni, unapata kuna msisimko, kunaleta ile vibe wanapochanganya zile ndimi. Hata wewe wakichanganya ndimi si utataka kusikia. Wakikaa kwa Kiingereza utapata wanasema kuna ile tunaita kwa kimombo, kwa mabano, kwa kimombo ukiweka ile mbano unaita monotonous. Unapata inakuwa imekaa, haileti shangwe. Unapata ukikaa ukisikiza redio unaanza kulala. Lakini wanapochanganya sheng, Kiswahili nini, kuna ile utamu, wanaweka wimbo wa saizi. Kwa mfano kuna wimbo umetoka wenye Uncle Fred anapenda kucheza wakati ambapo anaingia studioni, wa Meja wa juzi, siaka. Unapata anaingia na vibe. Ukisikia inagonga, sio utaingia usikize, leo tumepakiwa nini, tumepikiwa nini ili tuje tule. Sasa mchanganyiko wa sheng, kuchanganya ndimi ukitumika redioni unaleta msisimko. Naam. Na pia ningependa kuongezea kwa pia lugha sanifu pia hutumika vile. Kwa mfano wakati ambapo wanacheza ule wimbo wa Kikongo saidia kukuza sana utamaduni na kueleza. Unapata familia nyingi au watu wengi ambao wanapenda wanausikiza huo kipindi wanapenda pia kufurahia msamiati. Nikimalizia, ukipata wakileta ile lugha nje, Kikongo na wale waimbaji wa Kongo, unapata hatupendi tu nyimbo za kwetu, tunaenda nje kusupport, kwa kimombo anaita kusupport wale vijana wadogo ambao wana kipaji cha uimbaji. Sasa anapozicheza vijana tunasema na huu wimbo umetokea wapi? Tunatafuta, tunafika huko tunapata. Sasa tunachanganya hiyo lugha yetu, sheng nini. Unajua jenzi tunachanganya hivi vitu ndio tulete ile tunaita burudani. Mambo inakuwa halua na vitu zinakuwa sawa. Tulianzia patanisho na hivi sasa ni Rogaroga. Nikiangazia Rogaroga, tunampata mtaalamu Fred Obachi Machoka. Amekaa pale studioni kuliendesha kipindi hiki kwa muda, na tunapata kipindi hiki kinaangazia hasa au sana
nyimbo za rumba, nyimbo ambazo zinapendwa na wazazi wetu ambao wamekaa kwa muda ama wamezeeka, ila wengine wao huwa hawazeeki sana, maana wakitilia maanani vipindi hivi wanapenda kucheza na kupata burudani. Naweza sema kwamba kurejelea Kiswahili inavyotumika kueneka katika hiki kipindi inatumika katika mazungumzo ya ana kwa ana, pale ambapo utapata kuna yule ambaye atakuwa mgeni pale studioni, na wakati wa kipindi Freddy atamlaki wakati ambapo kipindi kiko karibu kuanza, au pale ambapo kipindi kitakuwa kinaendelea. Freddy atamkaribisha mwenzake ambaye atakuwa mgeni katika kipindi ambacho kitafanyika siku hiyo ama siku yoyote ile, na watakuwa na mazungumzo ya ana kwa ana, ama pia unaweza sema dialogia, kwa kuwa watatumia Kiswahili katika mazungumzo hayo, na utapata kwamba wahusika hawa watakuwa wanaelezana mambo ambayo yatakuwa yanakita kambi katika kipindi hicho. Asante sana. Naam. Kipindi cha Roga ni kipindi kinachokujia mwendo wa kuanzia saa 5 hadi saa 7 mchana, na huyu Uncle Fred Obachi Machoka anapenda kutumia zile ngoma za rumba na lingala. Kwanza mimi upenda lingala sana. Naam. So huyu Uncle Fred Machoka anajulikana sana anapojiita the blackest man in Africa. Uncle Fred Machoka anajulikana sana kwa uweledi wake, anachotumia Kiswahili sanifu na lafudhi ya kuvutia. Naam, nimefurahia sana. Sana upenda kutumia, kwa mfano pale ambapo anazungumzia kuhusu ameweka ule wimbo wa lingala. Inasaidia sana kusisimua, unapata muziki ule unaenda taratibu, alafu pia ujumbe ambao uko kwa ule muziki unapata kueleweka barabara. Hiyo imechangia sana. Tukikuja pale kwa rumba, utapata hiyo hoja yako ilikuwa sawa kutokana kwa rumba, mfano saizi rumba zenye zinapigwa saizi na zile za kitambo zina utofauti kabisa. Unapata za saizi ndio zinasisimua, lakini hayaleti yale mafundisho ambayo zilikuwa katika zile nyimbo za kitambo. Na wakati ule na wakati huu unapata kwa saizi vijana wameweza kufurahia na wanafurahia nyimbo zile za kitambo ambazo zinachezwa sana pale roga na za saizi. Ukitaka kuzilinganisha unapata kuwa ndio za kitambo ziko na asilimia juu, lakini vile pia hizi za sasa pia zina asilimia fulani. Kwa hivyo utamaduni Kiswahili imeweza kueleweka barabara. Labda tukikuja kwa upande wangu dada. Naam. Kipindi hiki kinatumika sana, aswa nampenda sana Uncle Fred Obachi Machoka. Manake yu atoka kwenye sehemu zenye natoka pale. Amekuwa ambaye ni mzee, amekula chumvi ndio, lakini anapoingia katika kipindi hiki cha roga, jinsi anavyonengua viuno, kwa kweli unasema kwamba hajazeeka. Lakini Kiswahili hutumika sana katika kipindi hiki kukuza utamaduni wa Kiafrika. Manake utakuta kwamba zile ringala mingi huanga sana zinazingatia sana katika kukuza utamaduni wa nchi za Kiafrika. Ndio maana zinaendelea kutufunza zaidi tusisahau kwamba sisi ni Waafrika. Kuna ule utu ile kusikia kwamba mimi ni Mwafrika, uweze kujisikia kwamba mimi ni Mwafrika, inazingatiwa sana katika kipindi hiki. Ndio manake unapata Uncle Fred Obachi Machoka anasema yeye ndio the blackest man in Africa, kana kwamba anataka kuzingatia anataka kuchukua ile tabia kwamba mimi ni Mwafrika na natoka Afrika na najivunia kuwa Mwafrika. So kipindi hiki kitatumika sana, Kiswahili kitatumika sana katika kipindi hiki, haswa kumwambia msikilizaji kwamba wewe ni Mwafrika na unafaa zaidi kujivunia zaidi kuwa Mwafrika.
Tunapata pale katika redioni, katika Rogaroga, tunapata mwandishi anaonyesha wazi kuwa lugha inabadilika katika kila ucheo. Kwa mfano tunapata mwanzo kuna mgogoro kwa kuwa tunapata watu hawaelewi ni nini kinachoendelea, lakini vile Rogaroga inaendelea, tunapata kuwa wenye wanasikiliza wanapata kuelewa nini kinachoendelea, na pale mwishowe wanapata kuelewa ni nini kinachoendelea. Sasa hasa katika hiki kipindi tunapata kuna mabadiliko ya sauti. Pale mwanzo kuna kutoelewana hapa na pale, watu waelewi nini kinachoendelea pale. Katikati wanaanza kuvutiwa kwa kuwa wanaelewa ni nini kinafanyika. Kwa mfano tukianza tunapata pale Uncle Freddy anaanza kwa kutambulisha ni nini kinachotaka kuendelea. Watu wanasikiza, kwa mfano atasema eti tumeanza wakati wa Rogaroga, tumeuanza, tunataka kuendeleza. Alafu ataweka muziki hapo. Watu watapata kuchangamka pale. Ukichangamka unapochangamka alafu tena aulete kuongea hapo katikati, unaendelea sana kueleza nini kinachoendelea. Pale kwa dadangu, unaonaje kipindi hiki? Imekuza Kiswahili pale redioni au una hoja gani? Na tukiangazia kipindi cha Rogaroga hapo ndani ya Citizen TV ambayo inaongozwa na Uncle Fred Obachi Machoka. Tunapata kuwa kuna ucheshi na uchafuzi wa lugha pia. Hapo kwa ucheshi tunapata ambapo Uncle Freddy akiingia huwa anaileta kipindi kile kifanye watu wachangamke, ambapo anachezesha ngoma ambazo zinapendeza, Lingala na rumba, ambayo inafurahisha sana wazee wale wenye wameenda sana kimiaka. Na pia zile nyimbo huwa na utulizo fulani tu, mtu akisikiza huwa zinaleta tu mvuto, zinafanya mtu awe na anaburudika. Alafu pale kwa uchafuzi wa lugha unapata hapo anaweza tumia lugha za mtaani huko, ambayo vijana wengi wanapenda kutumia zile lugha kama za sheng hivi, ambayo inafanya Kiswahili inazoroteka kidogo, lakini pia inaleta ucheshi ambayo inaleta vijana wengi sana, na lugha hii inaendelea kuenea ikifanya ambayo na kukusaidia kidogo. Umesema inazorota lugha na pia inaleta ucheshi. Naam, kumbuka ili mambo iende sawa au barabara jinsi ambavyo inatakikana, lazima aweze kutumia lugha ya ucheshi. Rogaroga kinajikita katika burudani na masuala ya kijamii. Hapa Kiswahili hutumika kukuza muziki ya Kikenya. Kiswahili kimetumika hapa pia kwa kupitisha ujumbe mbalimbali na kufikisha habari kwa wasikizaji katika mitandao ya burudani. Nikiangazia kipindi cha Rogaroga, Kiswahili kimetumika kama lugha ya kufanya mahojiano na wasanii wa muziki, wataalamu na hata wageni kutoka nchi mbalimbali. Hapo unapata wasanii wa muziki, ile lugha wanayoitumia kufanya nao mahojiano ni lugha ya Kiswahili, na hapo ndipo wasikilizaji wanaposikiza lugha hiyo na kupata elimu kutoka kwa mahojiano hayo. Asanteni. Tukija katika kipindi chetu cha mwisho ambacho ni Je, huu ni ungwana, kipindi kilichoongozwa na mwenda zake Leonard Mambo Mbotela mwaka wa 1966. Tunapata kwa kipindi hiki kiliweza sana kukuza vijana na kuweza kuwasaidia vijana katika lugha mseto na pia katika kuweza kutumia lugha sanifu, ambapo unakuta vijana wengi ambapo walikuwa wakipita mitahani pale ambapo wangewasha KBC alafu wasikie mwenda zake Leonard Mambo Mbotela akizungumza, basi vijana hawa walikuwa wakipata
elimu ambacho kingeweza kuwasaidia na kuweza kuwakuza. Labda ndugu zangu niweze kuwauliza weza kuzungumziaje kuhusu kipindi cha mwenda zake Leonard Mambo Mbotela? Huu ni ungwana? Labda nikianza na wewe mwenzangu. Kwa kumalizia, matumizi ya Kiswahili katika redio yanaonekana kwa kipindi kilichokuwa kinaongozwa na mwenda zake ambayo ni Leonard Mambo Mbotela aweze kupumzika kwa amani, na kipindi chenyewe kilikuwa Je, huu ni ungwana? So matumizi ya Kiswahili yanaonekana mahali ambapo walikuwa wanatumia Kiswahili sanifu. Na tumai unaelewa nikisema Kiswahili sanifu. Kipindi cha Je, huu ni ungwana kina ufasaha fulani. Kwa mfano, walipokuwa wanazungumza kwa yale tunaita nipe nikupe, unapata kuwa sentensi walizokuwa wanatumia ni zenye usanifu fulani, ubunifu. Umejua usanifu unakuja na ubunifu. Unapata kuwa kwa mfano wakitunga sentensi ya kumwambia mtu, unapata wanaongea kwa lugha ile yenye iko na heshima. Na hiyo ndio ilikuwa hoja yangu, na kwa majina naitwa Wesonga Brian. Hadi siku nyingine. Kwa hivyo tunaongelelea mtaalamu almaarufu Leonard Mambo Mbotela. Je, huu ni ungwana? Na Kiswahili, tukirejelea Kiswahili imetumika hapa kwa njia ya hadithi na fikra. Mbona hadithi na fikra? Kipindi kuchanganya simulizi na mashuhuri za kweli kuonyesha mfano wa ungwana. Lugha inayotumiwa kueleza matukio tofauti tofauti, kwa mfano kusaidia wenzako, kuheshimu wazee au kuhudumisha usafi katika jamii. Langu jina limekuwa Atieno Naomi Otieno. Kwa kipindi hiki kwa Je, huu ni ungwana, tunapata kuwa Kiswahili kinatumika katika kusisitiza maadili katika jamii. Tunapata kwa kila kipindi kwa maneno wanayotumia kuhusisha tabia njema, na kutokana na haya maneno wanatumia, tunapata kuwa vijana wanapata kutumia lugha za heshima hata wanapoongea baina yao, hata kwa walio wakubwa wao wanaongelea kwa njia ya heshima. Nimekuwa wenu mpendwa Andala Jane. Katika kipindi maarufu cha Je, huu ni ungwana kilichoendeshwa na mkongwe mwenda zake Leonard Mambo Mbotela. Kiswahili ni lugha ya adabu. Tofauti na kipindi kingine, Leonard Mbotela hutumia Kiswahili sanifu kilichojaa adabu na heshima. Mfano, Mambo Mbotela hutumia maneno kama vile mpenzi msikilizaji, ndugu mwananchi, yanadhihirisha dhana ya ungwana hata kabla ujumbe haujatolewa. Nimekuwa wenyu Brian Tindi. Katika kipindi cha Je, huu ni ungwana ambacho kinaenezwa naye Leonard Mambo Mbotela, kita mizizi haswa katika kueneza maadili mema katika jamii. Leonard Mambo Mbotela anaendesha kipindi hiki akiwa na akiwa amedhamini kwamba jamii inafaa kuungana na jamii inafaa kukua na maadili mema. Ndio maana yake anasema je, huu ni ungwana? Je, huu ni ungwana unapomfanyia mtu mwingine kitu ambacho wewe mwenyewe ukifanyiwa hauwezi furahia? Ndo yale maadili ambayo anazingatia Leonard Mambo Mbotela. Nimekuwa wako Asiago Kevin. Kwa kipindi cha huu ni ungwana ambayo inaendeshwa na Leonard, tunapata kuwa anatumia lugha sanifu anatumia lugha ambayo ina msamiati maalum ambayo inakuza watu na kufunza watu Kiswahili, na watu wanapoongea wanaongea Kiswahili sanifu. Nimekuwa wenu Amelia Nekesa. Katika kipindi cha Je, huu ni ungwana, hapa Kiswahili kimetumika kwa kutoa fursa kwa vijana na wananchi, kwa kuwapea vijana na wananchi fursa ya kujieleza na kutoa maoni yao
kwa masuala ibuka kama ya biashara na ya maendeleo. Mimi kwa majina naitwa Valeria King. Nikirejelea kipindi cha Je huu ni ungwana, Kiswahili kimetumika kama lugha ya ushawishi katika kipindi cha Je huu ni ungwana. Unapata kuwa wasikilizaji wa kipindi hicho wanapata kupitia ushauri ule ambao unaongelelewa katika kipindi hicho, wanapata kushawishika na kubadili tabia zao chanya na kubadili pia na mienendo yao. Nikimalizia, langu jina ni Eunice Adhiambo. Asanteni. Nikimalizia ndugu zangu, nimeweza kufurahia hoja zenyu kutokana na vile vipindi ambavyo tumeangazia. Roga kinachoendeshwa naye Uncle Fred Obati Machoka. Je, huu ni ungwana, kipindi kilichoongoza naye mwenda zake almaarufu Leonard Mambo Motela, na patanisho, kipindi ambacho kinaongozwa na Gidi na Ghost pale Radio Jambo. Ningeweza kuwafahamisha kuwa vipindi hivi vimeweza kutusaidia sana na vimeweza kutuelimisha, kutupa burudani na pia kuweza kuelewa msamiati kama zile nahau, lahaja na pia lugha mseto. Tunafurahia sana na nimefurahi kuwaona hapa katika mdahalo huu wetu wa leo ambao tumeangazia. Nimefurahi, naomba Mungu awabariki na Mungu awalinde. Asanteni sana na kwaheri ndugu zangu. Mwenzenu hapa aliyekuwa akiongoza kipindi anajulikana kama Moses Owino.